Sio? You would expect kitu kitokee. Sio kwa yeye au kwa mtu wote ambaye alijiingiza kwenye vitu marumbano au vitu ambavyo vilikuwa na msingi sana kwenye mpira, na wakati mwingine sisemi kwamba ana makosa, kwa sababu mimi siko hapa kusema fulani ana makosa, lakini kama amekamatwa kwa sababu ya yale mazungumzo alikuwa anayafanya jana, iliyazungumzia. Tusubiri tujue exactly amekamatwa kwa sababu gani, lakini nimesema tujue expect kitu kutokee kwa sababu ya aina ya maneno yalikuwa yanaendelea baina ya mamlaka na upande wa Afrika. Na upande wa Afrika mjibuji mkubwa alikuwa ni yeye. Au kusikia mtu mwingine yote anajibu upande wa Afrika. Japo yeye ndo msemaji pia ambaye ndo yeye ni afisa habari, sio msemaji bwana. Afisa habari si kazi yake kutoa habari. Yes, anaisemea nani taasisi? Anaisemea taasisi? Si yeye. Hapana. Hivi unaweza kusema Ndimbo ni msemaji wa TFF au afisa habari? Na afisa habari na msemaji. Anaisemea nani ile taasisi ya TFF? Si ndio huyo afisa habari ambaye anajumuika kwenye hiyo? Nani? Yeye ni afisa habari. Tunaambiwa taarifa kasema hii kasema, lakini msemaji ni rais wa TFF. Ndio anaisemea. Msemaji wa Yanga ni rais wa Yanga. Kwa ina maana anachokizungumza labda ameambiwa tu, tena kimehaririwa. Kaseme hivi, ukisema cha kwako kinakudhuru au watu wanakuruka. Viongozi wa Yanga wameonekana taarifa hii imewashtukiza na kila mmoja haelewi. Wao sasa na wao wanaanza kufuatilia, na nimeambiwa pia wamekwenda kwenye vituo hawajamkuta. Hayupo bwana, hawajamkuta kwa kenda. Kwa taarifa kama tulikuwa nayo kwamba amekamatwa mtu saa 7 usiku. Si lazima viongozi pia wapate wasiwasi kwamba yani wengi wasiwe na taarifa, lakini nataka kuamini kwamba ukikamatwa bado uhuru wako kutoa taarifa kwa watu wako wa karibu na kuwa nao. Mpaka pale unapoingia mahabusu utoa taarifa watu wako tu. Kwa hiyo kuna watu waliwataarifu, unless kama aliwapigia simu wakawa wapokea. Unajua saa 7 kila mtu amelala, si ndio? Unaweza kutuma hata message. Sasa kuamini kama ni hoteli yale alikuwa amekaa peke yake. Hata kuna watu pia alikuwa nao kwa wakati anaokotwa, na watu walikuwepo pia wanashuhudia bana jamaa anachukuliwa. Simu yake inaita sasa RPC Richard Abwao ambaye jana tulizungumza naye na alituahidi leo atatupa ushirikiano. Alituahidi atatupa. Kama tulijua tulimuomba leo baada ya mechi tuzungumze. Sasa sijui kama atazungumza, lakini Vansi mpira sasa, kumbe sasa hivi mambo ya kwenye mipira mnaweza mkamalizana upande mwingine. Hata kama mmekutana kwenye mipira huko, kwa sababu inawezekana hata kama kuna sehemu Ali aliteleza kwa sababu ya mazungumzo yake kwa mkuu wa mkoa mwenye mamlaka. Mkuu wa mkoa naye alikuja huku, pengine kama ukiachana na koti lake la uongozi, alikuja kama shabiki pia. Inawezekana, ila unajua bado mamlaka tabaki pale pale. Yaani tukiondoa vitu vyote ni kauli za kimpira, ila kuna watu wako nje ya huo mpira wenu. Wao watasimamia tu utaratibu. Wewe ni uzalilishaji. Watu watadili na wewe. Afu unajua Juma tunadili hapa. Inawezekana hata mkuu wa mkoa ajui. Inawezekana bwana. Yes. Yaani watu wako wanaangalia vitu wanasema hii sio sawa sawa. Ni vijana wake tunakuja kuchukua bwana, wewe ulikuwa unamaanisha nini hapa? Wewe unasemaje? RPC Richard. Hello. Habari za asubuhi. Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlipopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC, mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida, naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani?
yuko kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa mmemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanyiwa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Okay, kuna swali kutoka kwa Kazumaria. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tu kama niliona baada ya mechi kuna kuwa na baadhi ya mashabiki waliruka uzio hivi. Sijui kama na wewe ulipata taarifa au uliona hicho? Kwa mpango kazi ambao ulikuwepo wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa, ilikuwa lengo ni kuzuia kwa 100%. Inawezekana pengine kukawa na mapungufu machache yalijitokeza ya watu kuweza kujipenyeza kulingana na mazingira ya jiografia ya uwanja wetu kama unavyofahamu. Yes. Lakini kuna jitihada kubwa zilifanyika kuona kama watu hawataingia uwanjani. Yes, kwa kweli hata mimi nikupongeze, lakini nitaka tu niseme hilo kwamba uwanja wa Tabora huwa watu wanaingia sana kiwanjani baada ya mechi, lakini kwa walivyokuwa jana umati ulikuwa mkubwa na kiasi watu waliingia. Niwapongeze na niwatie nguvu kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja. Sawa, asante sana. Tunashukuru sana mkuu. Asante. Bwana, sasa taarifa rasmi, huyu mtu amekamatwa bwana. Na amekamatwa kwa nini? Kwa kutoa lugha. Na jana mimi na wewe wakati tunazungumza hapo uko unasemaje? Na nikwambie Juma, mamlaka inabaki kuwa mamlaka tu. Sawa? Unapozungumza na mamlaka au unapojaribu kuijibu mamlaka, you need to be very 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 much careful. Uzungumzi, unajua unapozungumza na mkuu wa mkoa, unazungumza na mtu mkubwa. Nilikwambia jana kuna commission mbili tu. Commission ni district commissioner na regional commissioner. Kuna picha moja ilikwenda mtandaoni sana. Ndio. Wakati fulani aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Venance Mabeyo. Kabla huyu wa sasa huyo. Ndio. Jacob John Mkunda. Alikuwa kwa Venance Mabeyo. Si ndio? Alionekana akiwa anampigia saluti aliyekuwa mkuu wa wilaya wa Kisarawe wakati ule Joketi Mwegelo. Sawa. Ilizua maneno mengi mtandaoni. Watu wanamuona mbona huyu ni mkuu wa wilaya tu. Sawa. Alafu huyu anaipiga saluti ni mkuu wa majeshi. You see that? Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF anapiga saluti. It was like kwa nini? Lakini unajua kinachopigiwa saluti ni mamlaka yake ambayo amekasimiwa, amekuwa commissioned na rais. Sio kama unaelewa? Nakupata. Sawa. Sasa huyo sio mtu mdogo. You speak here, unaweza kumuona tu ni mtu mmekutana naye mtaani au mnajuana na nini, wewe nenda huko sio nani, sio ni kiwa pili, sio ndani kwa sababu unawajua. Lakini huyo mtu ana mamlaka kubwa. Ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Huyu mtu mkoani ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ambaye sio RPO, RPC, sio mkuu wa usalama, sio nani, wote wanaripoti kwa huyo mtu. Lakini yani wako chini yake. Watu kweli nguvu wanazo, wana mamlaka. So you talk to him or her, you need to be careful. Ni kweli. Yes. Wao wahitaji kuwa makini pia wanapokuja huku kwenye michezo ambapo sisi pia tunafahamu huku watu wanajiachia. Kwani wanakuja kutoka wapi? Alafu mimi Juma nataka kukuambia hii kitu. Nani amewaambia kwamba kwenye michezo ni sehemu ya hovyo, mtu anaweza kufanya kitu chochote anachotaka? Nani huyo? Nchi ina sheria brother. Na sheria zina apply kila sehemu. Kwani wewe nani kakuambia kwenye michezo watu ndio wanafanya tu vurugu? Kwa wewe unaweza kuchukua kisu sasa umchome mtu kwenye michezo, alafu useme sasa nimpiga kwenye michezo? Is that the way? Unaweza kumpiga mtu pale na kesi ukafunguliwa brother. Nchi inaishi kwa utawala wa sheria. Na sheria lazima zifuatwe. Na kuna taratibu zake brother. Yaani wewe ukienda mpirani, you think kwamba uko eneo sasa huru unaweza kutukana watu, unaweza kufanya kitu chochote. Siku moja mimi nikupa mfano mmoja. Nilikuwa naangalia mpira pale uwanja wa Taifa. Angalia mpira. Yuko jamaa mmoja kaa Juma wangu. Yeye kazi yake 10 national team. Anatukana wachezaji tu.
Yaani tangu mpira haujaanza watu wako kwenye warm up chini atukana bwana Samata anatuka. Yaani kila mtu nikamuuliza wewe bwana, wewe vipi? Wewe mbona tukana watu tu? Akajia na mimi bwana, nenda zako sio nini? Simu yangu moja kaja afande Mudi kwa kama bwana huyu jamaa tukana watu tu. Tangu mpira umeanza hapa. Yeye kazi yake anatukana wachezaji tu. Hawana nafasi ya kumjibu lakini anatoa matusi. Tumemwambia watu wakasema kweli kaokotwa. Si mpirani pale. Watu usiona mpirani umesikia watu wanatukana. Si ushaenda? Ndio. Several times unasikia watu wanatukana. Kaokotwa yule mtu kapelekwa Chang'ombe. Kimya. Mko wawili sasa. Hapo mnabaki wewe na polisi sasa. Wale waliokuwa nao kiwanjani hawako tena. Huko wewe na polisi. Hapo watu hawapo. Huko wewe na polisi. Bana wewe vipi? Unaomba msamaha. Ndio taratibu zilivyo. Basi watu wajifunze kuwa wapole. Nilimwambia Ahmed, unapozungumza na mkuu wa mkoa, unapoaddress issue yoyote ya mkuu wa mkoa, be careful. Hata wewe Juma na mtu mwingine, vijana wote, unapoaddress issue ambayo iko na mtu ana mamlaka, be careful, extra careful. Watakuokota watu, utabaki wewe na mamlaka wanakuhoji. Sasa hivi unajaribu kuona una nguvu. Kwa sababu kuna watu wengi nyuma yako, kuna Simba, na vijana wanajaribu kuchukua nguvu au ukubwa wa vilabu vyao wakauvaa. That is very bad. Be humble. Sawa. Hizi ni timu ambazo saa zingine jambo la kwako wewe litaachwa kwako ulishughulikie. Usidanganywe na kwamba sisi tuna mawaziri, sisi ni nani. Hata hao mawaziri wakiambiwa wewe umefanya hivi, unafikiri waziri atangangania kwamba wewe umeidharau mamlaka? Atakaa pembeni na yeye kwa sababu na yeye pia ni sehemu ya mamlaka kabisa. Basi kuna mtu ameniuliza hapa pia jina la mkuu wa polisi ni Richard Abwao. Alikuwa anaulizia Jessica.